Tulipoishia katika sehemu ya kwanza ndipo tunapoenda kuanzia. Karibuni sana na mimi msimuliaji wako Kebe TZ. Twende nalo. Giza lilikuwa zito la kubana pumzi. Nilijikuta tu nikiwa nimelala chini, sijui ni kwa muda gani. Kichwa kilikuwa kinauma, mwili mzito kama nimepigwa sana vile. Nilipofumbua macho taratibu, taa zilikuwa zimewaka tena, lakini kulikuwa na kitu cha tofauti sana. Nyumba haikuonekana ile ile niliyoijua mimi. Ukuta ulikuwa umechorwa michoro ya ajabu sana, kama alama za kale. Sakafuni kulikuwa ni vumbi jembamba, kana kwamba hakuna mtu aliyewahi kusafisha kwa muda mrefu. Na niko wapi? Nilijiuliza kwa sauti ya chini. Ndipo nikasikia ile sauti tena. Umeamka? Nilishtuka nikageuka haraka. Alikuwa pale, yule niliyemuona awali. Anafanana na mimi, kila kitu: uso, macho, hata makovu madogo madogo usoni. Tofauti ni moja tu, akasema huku akinisogelea polepole. Mimi najua ukweli, wewe hukujua. Ukweli? Ukweli gani? Nilipaza sauti kwa hasira na hofu. Akasimama mbele yangu, akaniangalia moja kwa moja usoni. Kwamba hii nyumba ilikuchagua. Moyo wangu uliruka. Kunichagua? Unamaanisha nini? Akatabasamu kidogo, kisha akaanza kuzungumza. Kila anayekuja hapa anaishi akidhani ni nyumba yake, lakini ukweli ni kwamba nyumba hii inaishi ndani yako. Nilihisi kichwa kinazunguka. Hapana, hii haiwezekani. Nilitikisa kichwa. Ndipo akanyoosha kidole kuelekea ukutani. Angalia vizuri. Nilipotazama, macho yangu yaliganda. Kulikuwa na picha, yaani picha yangu mimi, lakini si ya sasa. Ilikuwa picha ya zamani. Nilikuwa mdogo zaidi, nimesimama mbele ya nyumba hii. Niliwahi kuishi hapa? Nilijiuliza kwa mshangao. Zaidi ya hapo, akajibu. Ulizaliwa hapa. Kimya kikatanda. Kumbukumbu zilianza kunirudia pole pole, vipande vipande. Kilio cha mtoto, mwanamke akipiga kelele. Moto uliteketeza kila kitu. Nilishika kichwa kwa maumivu. Hapana, sikumbuki hii. Kwa sababu ulikimbia ukweli. Yule mtu alisema kwa sauti nzito. Uliondoka ukaacha kila kitu, lakini haikusahau. Nikamwangalia kwa macho yaliyojaa hofu. Wewe ni nani? Akatabasamu kwa mara nyingine. Mimi ni wewe. Ukimya mzito ukaangukia chumba kizima. Mimi ni ile sehemu yako uliyoiua, ile iliyobaki hapa wakati ulipokimbia. Nilirudi nyuma hatua moja. Hapana, hii si kweli. Ni ukweli, akasema kwa ukali. Sasa
na leo lazima uchague. Nachagua nini sasa? Kuondoka tena na kupotea milele au? Alisogea karibu sana na kunong'ona sikioni mwangu, kubaki na kuwa sehemu ya nyumba hii milele. Taa zikaanza kufifia tena, ukuta ukaanza kusogea kana kwamba unapumua, na sakafu ikaanza kunivuta chini pole pole. Nilipiga kelele, msaada, lakini hakuna aliyesikia, kwa sababu sasa nilielewa. Sikujua, lakini sasa najua, na ilikuwa imechelewa. Naam, kwa siku ya leo tunaishia hapa. Tukutane katika sehemu ya 3 kujua, je, anavutwa mpaka wapi, au ni nini kitaenda kuendelea baada ya yeye kuvutwa. Nitapona kweli au ndo nilipona afu nikaja kusimulia? Tukutane katika sehemu ya 3 ili tuweze kujulishana zaidi ni nini ambacho kitaenda kuendelea. Msimuliaji wako ni mimi Kebe TZ. Tukutane katika sehemu ya 3. Subscribe, like, share, turn on notification, share kwa watu wengi zaidi, wasikilizaji wengi zaidi, ili tuendelee kutoa kazi nzuri ambazo zitakuwa zinavutia. Itaendelea sehemu ya 3. Tukutane, chao.